kumwambia jamani, yaani kiona mtu amesimama hapa sio kawaida. Ninajua kwamba mnatuombea. Amina jamani. Kwa sababu unaweza kuambiwa kweli usimame. Sasa swala linakuja ni ujumbe. Na unaweza ukawa na jumbe nyingi, unaweza nikatafuta jumbe ambazo mzee amefundisha, ambazo mama amefundisha nyingine, lakini unakuta kwamba Roho Mtakatifu yaani mpaka upate ujumbe kutoka kwa Mungu. Unaweza ukawa na jumbe nyingi sana. Jumbe nyingi sana unaweza kuwa nazo. Lakini nyumbi sasa Roho Mtakatifu anataka kusema. Hapo ndio Mungu anaruhusu, anatupa vitu vya kusema. Amina jamani. Amen. Twende kwenye ujumbe wetu, tunakwenda kujifunza katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa 6. Naomba ambaye amepata Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, naomba some. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Karibu. Asante. Ndiyo. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendee Mungu lazima amini ya kwamba yeye yuko na kwamba wapa sababu wale wamtafutao. Amen. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya nafasi hii ambayo umenipa. Ninaomba Yesu wakati uko onekana ukatawale kwenye ibada hii Bwana. Ninaomba onekana utuhudumie. Ninaomba sema na mioyo yetu. Yesu, ninaomba utuponye, kutana na sisi. Kutana na kila mmoja Bwana. Ninakualika. Ninaomba simama mwenyewe. Maana umesema mimi pasipo mimi hamwezi neno lolote. Ni kweli Bwana, tunasarenda Yesu. Mbele zako tunanyenyekea. Mbele zako Bwana tunaomba. Chukua nafasi sasa, tawala katikati yetu, sema na sisi Bwana. Ninaomba sema na sisi, na ninaomba ukutane na sisi katika jina la Yesu Kristo. Nami nimesimama Bwana, ninaomba unipake mafuta kwa jina la Yesu. Naomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Amen. Ujumbe wetu ambao Mungu ametupa lakini nasema ya kwamba mtumishi wa Mungu inahitajika imani. Sema imani. Pasipo imani hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kusonga mbele, lakini kwa imani tutashinda, kwa imani tutafanikiwa, kwa imani tutasonga mbele. Haleluya! Kwa sababu tumeokoka kwa imani. Uliokoka kwa imani, ulimwamini Mungu ndipo ukaokoka. Tumehesabiwa haki kwa imani, tunampendeza Mungu kwa imani. Namna ya kuenenda ni kwa imani, namna ya kuishi ni kwa imani, namna ya kusimama ni kwa imani. Tunamshinda shetani ni kwa imani, ni kwa imani, ni kwa imani. Tutaingia mbinguni kwa imani, kwa imani. Tutaingia mbinguni kwa imani. Tunamwona Mungu kwa imani, tunatembea kwa imani, kwa imani, kwa imani. Tunaishi kwa imani, tunaishi kwa imani. Tumehesabiwa haki kwa imani. Mungu anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na sisi tunaishi kwa imani. Haijalishi mazingira yamekaje, tunaishi kwa imani. Haijalishi kuna mipango, tunaishi kwa imani. Tunaruka mipango kwa imani. Tunatembea kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani. Amina. Ni kwa imani mtu wa Mungu. Ninakwambia ya kwamba haijalishi unapita kwenye mazingira gani, lakini tunashinda kwa imani. Tunashinda kwa imani. Tunashinda kwa imani kwa sababu tunaye Mungu, tunaye mshindi, tunaye kufadhaishe. Jambo lisikufadhaishe. Hilo ulilonalo lisikufadhaishe. Linalofanya ukose amani lisikufadhaishe. Kwa sababu tunaishi kwa imani. Tunamwona Mungu wetu kwa imani. Haleluya! Tunamtazamia Mungu kwa imani.
pasipo imani hatuwezi kuingia mbinguni, lakini tunaingia kwa imani. Tunamwamini Mungu aliyeanzisha kazi miongoni mwetu, ataimaliza hata siku ya Kristo, ataimaliza hata siku ya Kristo. Amina jamani, haleluya. Na inasadikika kwamba kiliandikwa kabla ya kuanguka Yerusalemu mwaka wa 70 AD. Ndivyo kitabu kilikuwa kimeandikwa, na kusudi la mwandishi kuandika kitabu, alikuwa anaandika ili kuwatia moyo wa Kristo kipindi kile. Maana walikuwa wamekata tamaa kutokana na changamoto mbalimbali ambazo walikuwa wanazipitia. Kwa hiyo wakawa wanawaandikia ili kuwatia moyo. Kinatutia moyo na sisi pia. Amen. Amina jamani. Amen. Aliwaandikia kuwatia moyo, maana kuna wengine waliacha imani, wakairejea dini ya kwanza, wakarudia agano la kale, wakaanza kufuata taratibu zile za agano la kale, kwa sababu walikuwa wamekata tamaa. Lakini mwandishi anawatia moyo, anawaambia kwamba agano tulilonalo ni agano bora kuliko agano lile la kale. Maana agano la kale lilikuwa ni kivuli cha agano jipya. Haleluya, alikuwa ni kiongozi kutuleta kwenye agano jipya, na aliyeleta agano jipya ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo anawaambia ubora wa ile agano, na anasema ile agano ni bora sana kwa sababu aliyeleta mwenyewe ni bora, ni Yesu Kristo mwenyewe ndio alileta agano jipya, ama alileta wokovu tulionao. Amina jamani. Anaeleza kwenye kitabu, kinaeleza kwamba Yesu ni bora, ile agano ni bora, yule alileta agano amani. Yesu ni bora kuliko malaika, ni bora kuliko manabii ya kina Musa waliotoa watu kutoka Misri akawapeleka katika nchi ya Kanaani. Biblia inasema Yesu ni bora kuliko hao. Yesu ni bora kuliko wa makuhani. Yesu ni bora kuliko Yoshua. Yesu ni bora. Yoshua aliwatoa watu akawapeleka watu katika ile nchi ya Kanaani. Yoshua alipambana vita, alipigana vita na majitu makubwa, lakini alishinda Yoshua na wakaingia katika nchi ya Kanaani. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu ni bora, yeye ni bora kuliko ukuhani ule wa Haruni. Yesu ni bora. Amina. Hata anawatia moyo, anatutia moyo na sisi leo kwamba Yesu ni bora, agano tulionalo ni bora, wokovu tulionao ni bora, Yesu tulionaye ni bora. Haleluya, ni bora. Kwa hiyo usikate tamaa, usiogope. Yesu yupo, na mchungaji wetu mara nyingi alikuwa akisema Yesu yupo. Anasema kama sivyo ningewaambia, kwa sababu ametembea naye, ameishi naye, ametumika naye. Haleluya, Yesu alimtokea, amemwona Yesu, malaika walimtokea, walitumwa na Yesu. Amina. Kwa hiyo agano tulionalo ni bora, anawatia moyo. Haleluya, anatutia moyo na sisi kwamba Yesu ni bora kuliko chochote kile. Amina. Kwa hiyo usimshike moyo, usikate tamaa, kisiwemo chochote cha kukata tamaa. Yesu anasema Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hayupo aliye juu yetu, kwa sababu Yesu tuliye naye ni bora, ni wa thamani, ana nguvu. Na ndio maana Petro anasema mmeokolewa damu ni ya thamani, lakini Yesu ni wa thamani sana sana. Halinganishi na chochote, halinganishi ya mambo tunayojua, bayana ya mambo yasiyoonekana. Kila mafanuo vizuri sana kwa habari ya imani. Lakini pia Biblia inasema tena kwenye kitabu cha Warumi 10:17, anasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo imani pia inatafsiriwa kwamba ni kulisikia neno la Mungu na kulitii. Unaposoma Biblia unalisikia neno la Mungu, alafu unalitii na kutengeneza imani. Watumishi wa Mungu wanaposimama, wachungaji wetu wanaposimama, wanapotuambia, wanapotuhubiria neno la Mungu, tunakulitii na kulitendea kazi, tunakuwa na imani na vitu vinatokea katika maisha yetu. Haleluya. Lakini pia Biblia inasema kwenye kitabu cha Ibrania, kinaeleza kwa habari ya wale mashujaa wa imani. Kwenye hiyo sura ya 11 kinaeleza kwa habari ya wale
alimwamini Mungu kwa imani. Nuhu alijenga safina, na ndio jenga safina, gharika inakuja, anamwamini Mungu kwa imani, akajenga safina. Haleluya! Na Mungu akatimiza kile ambacho amekisema. Inamtaja kwa imani Ibrahimu alikuwa katika nchi yake, alimwona Mungu atoke aende katika nchi asiyojua. Kwa imani akatoka akaenda kule. Kwa imani nasema kwamba Ibrahimu alimtoa mwanae Isaka, alienda kumtoa kwa imani, lakini Mungu akamtokea akamwambia, usimchinje mwanao Isaka, nimeiona imani yako, nimeiona. Na hapa nasema hakika katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha, na uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari. Haleluya! Uzao ule katika leo pia nazungumza kwa habari ya kanisa. Haleluya! Ndio maana mimi na wewe leo tupo kutokana na ahadi zile za baba Ibrahimu, alimwahidi Ibrahimu, na ndio maana mimi na wewe leo tupo. Haleluya! Lakini hayo yalitendeka kwa imani. Haleluya! Yalitendeka kwa imani. Haleluya! Kwa imani nataja sawa. Kwa imani nataja yule Rahabu anatajwa kwa imani, lakini wako wanawake wengine, wako mashujaa wengi wanatajwa katika Biblia. Anatajwa Samsoni, anatajwa Yefta, anatajwa Daniel, wanatajwa wale waliotumbukizwa kwenye ile tanuru la moto, wale wanatajwa. Biblia inasema, kitabu cha Biblia kinasema kwamba muda usingetosha kuwaeleza mashujaa. Wako mashujaa katika historia ya kanisa ambao walisimama kwa imani. Kinatia moyo, maana yake kwamba kama hao walisimama kwa imani, basi na sisi tunatakiwa tusimame kwa imani, kwa sababu kuna wingu kubwa la mashahidi, liko wingu kubwa la mashahidi ambao walisimama kwa imani, japokuwa mazingira yalikuwa magumu, japokuwa walipita katika magumu, kwa imani walisimama. Kwa imani simama, 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 kwa imani simama. Simama kwa imani. Simama kwa imani. Ninajua yako mapito, kila mmoja ana pito lake analipitia. Yapo, na tunamlilia Mungu kila siku, Yesu tokea, Yesu tokea, Yesu kutokea, Yesu kutokea, Yesu kutokea, Yesu kutokea, Yesu kukumbuke, Yesu kutokea. Amen. Haleluya. Sasa kuna mambo tutakwenda kujifunza, mambo kadhaa. Jambo la kwanza tutakwenda kujifunza imani yetu kwa Mungu. Imani yetu kwa Mungu. Imani yetu kwa Mungu inatutaka tuhamishe macho kwenye tatizo na kumtazama Bwana. Haleluya. Imani yetu inataka tuhamishe macho kwenye tatizo, hamisha macho kwenye ugonjwa, hamisha macho kwenye tatizo lilonalo, hamisha macho kwenye changamoto unayopitia, hamisha macho, alafu mtazame Bwana. Mwangalie Bwana. Ndio imani inatutaka hivyo. Japokuwa mazingira yanaonyesha kwamba ni magumu, yanaonyesha haiwezekani, lakini kwa imani tunasema inawezekana. Imani inakwambia hapa inawezekana. Imani inakwambia hapa unapita. Vijana siku wanasema kutoboa, hapa unatoboa. Imani inakwambia unatoboa. Imani inakwambia hapa utavuka, hapa utavuka kwa imani. Imani tunaondoa macho yetu kwenye shida, kwenye changamoto unayo, kwenye ugonjwa, kwenye tatizo lolote, kwenye pito lolote unalopitia, kama ni uchumi, kama ni ndoa, ilo pito ondoa hapo, ondoa macho yako, usiangalie, mtazame Bwana. Haleluya, mtazame Bwana. Ukisoma katika kile kitabu cha Hesabu, sura ile ya Hesabu sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 9, pale tunamwona pale, tutasoma kwa sababu ya muda wetu. Tunamwona pale Yoshua na Caleb walisimama, walimwamini Mungu, maana walitumwa kwenda kuipeleleza ile nchi. Mungu aliwatuma akasema, nendeni mkaipeleleze ile nchi ni ya namna gani, watu wake ni wa aina gani, kuna nini pale kwenye ile nchi.
akatuma watu 12 nusu wakaenda, akiwemo Kalebu na Yoshua. Lakini wengine katika wale 10 walitindikiwa imani, wakaanza kulia kwamba tumefika pale, tumewakuta Waanaki, tumewakuta yale majitu makubwa, hatutaweza kuyashinda. Lakini Yoshua pamoja na Kalebu akawanyamazisha watu, akawaambia msimkosee Mungu, kwamba wale watu ni nyama kwetu, alikose Mungu atatusaidia, tutashinda, tutashinda. Haleluya! Ndio maana ni Yoshua tu na Kalebu ndio walikanyaga nchi ya Kanaani, walikanyaga ile nchi, na wale wote waliozaliwa wengine na nani kupungua miaka 20, kwa sababu 20 na kupungua ndio walikanyaga nchi ya Kanaani. Kwa hiyo kwa imani ya Yoshua aliona ule mji kwa imani, ndio tutashinda kwa imani, na kweli walishinda pale kwa imani. Lakini kuna mtu mwingine Daudi, ukisoma katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 17 na mstari wa 45, tunaona pale pia Daudi kwa imani anamjua Mungu wake, amemchaza Roho Mtakatifu, na tayari alishawahi kukutana na dubu na simba na akawashinda. Akamwambia Sauli kwamba ambaye akapewa na mavazi, lakini akaona haiwezi kunisaidia, akajua kwamba yuko Mungu ambaye atanisaidia. Na wakati lina vifaa vyote kama leo teknolojia jinsi ilivyo hapa duniani leo, vifaa vyote ni jamaa linaenda pale na panga na fumo na nini na ile ngao hapa, kama marais leo wanaovaa zile kule kitufu wanasikia silaha isiingie. Lakini alipofika pale Daudi akasema, unanijia kwa panga na fumo, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Bwana wa majeshi, kusimama kwa jina la Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi. Na Daudi alishinda. Haleluya! Kuna mtu mwingine ukisoma katika kitabu cha Nyakati wa Pili, baba yetu amekuwa akifundisha sana hiki Nyakati wa Pili na ile sura ya 20 na ule mstari wa 12, anaeleza pale ile jamii kubwa iliyokwenda inaendea wana wa Yuda pamoja na ule mfalme. Yule mfalme kwa sababu anamtii Mungu alisimama mbele za Mungu. Kwanza alianza kumsifu Mungu, akamwinua Mungu, akamtukuza, akasema sio wewe ndio Mungu wetu, sio wewe ulisema kwamba tukija mbele zako utajibu. Akamwinua Mungu, akamtukuza Mungu, akamwinua Mungu, akamtukuza Mungu. Alafu akasema, Bwana, sisi hatukufanyaje hiyo jamii kubwa inayetujia, lakini macho yetu tunainua kwako, tunainua kwako Bwana, tunainua kwako Bwana. Inua macho yako kwa Bwana, inua macho yako kwa Bwana. Mungu hakunyamaza mbinguni. Mungu alishuka, alipigana mwenyewe, alipambana mwenyewe. Wale watu waliokiana ulienda kupigana wako, alikuwa kushuka mwenyewe. Mungu atashuka kwako, atashuka kwako, atashuka kwako, atashuka kwako, atashuka kwako. Haleluya, haleluya! Mungesema na Yesu makofi, mungesema na Yesu makofi. Amen. Lakini jambo lingine, andika, Mungu wetu tunayemwamini ni Bwana wa mazingira, ni Mungu wa mazingira. Yeye anafanya njia ya Bwana, yeye anafanya njia pasipo na njia. Yeye hafungwi na mazingira, hafungwi na mazingira. Ndio maana alishuka kwenye tundu la simba akamwokoa Danieli. Ndio maana alitoka kwenye tanuru la moto akamwokoa Shadraka, Meshaki na Abednego. Ule moto haukuwasumbua wale, kwa sababu mwanamume Yesu alishuka. Maana yeye anaitwa ni moto ulao, ni moto ulao, ni moto ulao. Kuna moto mwingine ulizidata mkia. Haleluya! Maana yeye ni moto ulao, ni moto ulao Yesu. Amina, amina. Kwa hiyo hafungwi na mazingira. Mungu wetu tunayemwabudu, Mungu wetu tunayemwamini hafungwi na mazingira. Nataka nikuambie, hafungwi na mazingira. Mazingira yote ulionayo, Mungu hafungwi hayo. Anaweza kukuokoa, aweza kukuokoa, aweza kukutokea, aweza kukutokea, aweza kukutokea. Maana yuko maana jangwani, yeye anafanya njia pasipo na njia. Yeye anatokeza jangwani hata kama hakuna maji, aliwapa maji wale wa Israeli wakamtukuza Mungu. Mungu alitoa maji kule jangwani. Haleluya, ulitoa maji. Maana yeye hafungwi na mazingira yoyote.
wetu aliuliza Roho, alitembea juu ya maji, maji alisimama kwa sababu naye Yesu anatembea juu ya maji, maji ibidi yasimame kwa sababu mfalme wa wafalme aliyeumba bahari anapita tu maji yanaangalia kama Yesu akasimama na maji anaangalia, huyu ni mfalme akawa anatembea juu ya maji, anatembea juu ya maji. Haleluya, haleluya, haleluya! Hata pepo na bahari zinamtii. Huyo ni Yesu tulionaye, 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 ni Yesu tulionaye. Atatulia dhoruba, atatulia dhoruba, ni Yesu tulionaye. Atakutokea, usiogope, atakutokea, usiogope kijana, atakutokea, usiogope binti, atakutokea, usiwaze binti, atakutokea, atakukumbuka. Endelea kusimama na Bwana, endelea kuwa na Bwana, atakutokea. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu anayeponya magonjwa yote. Yeye anaponya magonjwa yote, anaponya magonjwa yote na kutangazia. Mwamini tu Mungu, yeye anaponya magonjwa yote, na leo Mungu akuponye, akuponye, akuponye changamoto yote unayo, akuponye. Yesu akuponye. Haleluya. Ninaomba tusimame, ninaomba tusimame, ninaomba Kristo kwa ufupi tu. Ule wimbo ambao uliimba ule Bwana anastahili yeye. Tuko ufupi, halafu tukamwombe Mungu. Haleluya, tukamwombe Mungu. Na mimi nakuomba wewe, imba wimbo huu sasa, imba wimbo huu, imba wimbo huu ukimtafakari Bwana. Haleluya, Yesu yuko, Yesu yuko.